mbalimbali yanayohusu biashara. Ukiangalia leo miongoni mwa habari ambazo zinazungumzwa, wote tunafahamu kwamba kila mwanzo wa mwezi huwa ni bei mpya ya mafuta, si ndio? Sasa Jumatano ya jana pia tumepata bei mpya, petroli na diesel zikipanda kidogo. Ndio maana watu pia hawajashtuka sana, zijapanda sana. Na watu pia wanahusianisha kupanda kwa siku zote inapoongezeka gharama yote ile ya mafuta, nishati ya mafuta kama ni diesel, petroli, mafuta ya taa, huwa inashabihiana na mfumo kwa bei kwenye vitu. Siku zile tuliona mafuta yalipanda, nafaka zikapanda, wenye kuuza vyakula, kila mtu kwa sababu anakuambia nalazimika nimekalkulate kwenye gharama za usafirishaji na vitu vingine kama hivyo. Tukianzia hapa kwenye mfumuko wa bei na namna ya kudhibiti na vitu vingine kama hivyo, tulishai kupitia changamoto hiyo mpaka serikali ikalazimika kuweka ruzuku ya mafuta ili ustahimilivu uweze kuwepo, nchi iweze kwenda vizuri kiuchumi, mwananchi asiumie. Tuanzie hapo kwenye uhimilivu wa mfumuko wa bei. Yes, kwanza hiyo hoja ya mafuta kisa ambayo umezungumza. Tunajua kabisa kwamba mafuta ndio injini ya uchumi. Kabisa. Na sekta nyingi hususan ya usafirishaji imekuwa ikitegemea mafuta kuweza kusafirisha bidhaa mbalimbali na huduma sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kimsingi ni kwamba sekta ya mafuta imekuwa ina ushindani na imekuwa ikihodhiwa duniani. Kwa mfano, naomba mfano. Duniani kuna kitu kinaitwa OPEC. OPEC ni umoja wa nchi za kuzalisha mafuta ghafi duniani. Mwendani kuna Saudia, kuna Saudi Arabia, kuna Urusi, kuna Venezuela, kuna Zambia, kuna Nigeria. Mataifa kama matano ambayo tunasema na veto power, kura turufu. Sasa yale yamekuwa yakihodhi uzalishaji na usambazaji wa mafuta duniani. Kwa mfano, Urusi kwa siku moja inazalisha mafuta mapipa milioni 10 kwa siku moja. Sasa duniani kumekuwa kuna hizo vita vya kiuchumi. Kutazama kwa mfano, nilikuwa natazama juzi namna ambavyo wale Wahuthi kule Yemen walivyokuwa wanashambulia baadhi ya meli za mafuta. Sasa imepelekea vile vile kuathiri vile vile dunia. Sasa kwa nchi zetu hizi ni kwamba pale ambapo mafuta yanapopanda au kupungua, inaenda kuathiri bidhaa moja kwa moja. Na ndio maana ukitazama hapo wengi wafanya biashara hata taifa ambao umesoma kwamba wanasema mafuta yameshuka bei kidogo. Kwa mwisho wa siku vile itaenda kuleta aueni kwenye baadhi ya bidhaa. Lakini vile tumeshuhudia hapo nafikiri mwaka juzi serikali iliamua kuweka ruzuku kwenye mafuta kwa lengo kuhakikisha kwamba inaweza kupelekea himilivu, kwa sababu ya kipindi kile kama unakumbuka upatikanaji wa mafuta ilikuwa kama una changamoto. Kwa hiyo mafuta kama ulivyosema yamekuwa yakiathiri mfumuko wa bei, yamekuwa yakiathiri usafirishaji, lakini vile yamekuwa hata yakipanga bei ya bidhaa sokoni. Na kwa mfano, angalia mtu anatoa mzigo hapo, kwa mfano anaopeleka Mwanza au anaopeleka Kigoma, maana ni kwamba kuna usafirishaji wa kimsingi unakuwa unafanyika. Kwa sasa namna ambavyo mamlaka husika zinavyoweza kudhibiti bei ya mafuta inaenda kupelekea aueni au athari kwa wananchi wa chini wa kawaida. Na kwa kuweka sawa, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na EURA, imebainisha kwamba petroli kwa maeneo mbalimbali, nilikuwa napitia jedwali hapa. Kwa Dar es Salaam sasa petroli itauzwa shilingi 3,037. Ndio. Bei ya kikomo hiyo kwa rejareja kwa lita moja. Diesel 2,936, mafuta ya taa 3,053. Kwa hiyo hapo kama unaweza kukadiria kama Dar es Salaam inakuwa hivyo, Katavi kule Mpanda 1,194 kwa petroli, 3,094 diesel, 3,210 kwa petroli. Ndio wanasemaga kule ni mbali kidogo Kagera pia wamesogea mpaka 3,252 kwa petroli, 3,151 diesel na 3,268. Kwa ukiangalia range yake tumetoka kwenye 2,000 na tumeigusa tena 3,000. Kuna namna inaweza kuathiri uchumi wa mtu mmoja hii
Kabisa, kwa sababu hiyo bei ukitazama ambayo imepangwa inaenda vile vile kugusa katika sekta nyingine za usafirishaji na za uzalishaji, kwa sababu mfanyabiashara mara zote anapopanga bei yake huwa anaangalia mchakato wa uzalishaji na kuhakikisha kwamba namna gani anaweza kufikia ile faida yake ambayo kama mfanyabiashara wa kimsingi anaitaka. Na hiyo yote ukitazama imekuwa ikileta athari kwa ukitazama kwenye kisa bwana. Ikileta athari kwa mfano kuna maeneo mbalimbali. Kwa mfano tazama, kwa mfano hata hii bei ya bidhaa za kilimo ambayo inaopangwa imekuwa vile kitegemea huo upandaji na ushukaji wa mafuta. Kwa hiyo uchumi wa sasa hivi umekuwa ukitegemea mafuta. Kuna hiyo hoja kwa mfano duniani sasa hivi tuondokane na hii kutumia mafuta kama sehemu ya sekta ya uzalishaji katika huduma mbalimbali, na inakuja kwa mfano hiyo hoja ya kutumia gesi sasa hivi kama nishati mbadala. Lakini vile kwa mfano serikali hapa imekuwa inahimiza matumizi ya nishati jadidifu, tazama, kuhakikisha kwamba watu wanaondokana na utegemezi wa mafuta ambao ukitazama imekuwa ikileta athari mbalimbali katika uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo kuna uhusiano moja kwa moja kati ya kupanda kwa bei za bidhaa sokoni na kupanda kwa bei ya mafuta. Haya, nawe pia unaweza kuendelea kushiriki pamoja na sisi. Tuko live kupitia ukurasa wetu @EastAfrica Radio, lakini pia kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0683 8029666. Sawa. Tunazungumza hapo kuhusu ushirikishwaji wa mambo ya kiuchumi, kwa sababu uchumi, ukisikia bei ya petroli imepaa unaweza usielewe mpaka utakapopanda kwenye usafiri. Sisi tumekuwa tukitamani kuona matokeo kwenye maisha ya kawaida kabisa, nauli. Yaani mtu akisikia mafuta yameshuka na tamani akipanda daladala akute ni 400. Ila haijawahi kutokea hivyo. Yaani mafuta, kuna kipindi unasikia mafuta sasa hivi yameshuka kabisa. Lakini vikao vya kushusha nauli usikii vikifanyika. Ni chambua au ni? Ile ya kipanda chambua, ile ya kipanda unasikia vikao vya kupandisha nauli. Sasa kwenye utaratibu wa upangaji nauli, mamlaka husika, tunafahamu kwamba hapa tunaratibiwa chini ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Wao wakati wanafanya mchakato wa upangaji nauli, si zoezi ambalo linafanyika kila mwezi, kwa sababu kila mwezi EWURA inatoa bei elekezi ya mafuta ambayo mara zote mtarekebisha kwamba kama nakosea, mara zote huwa ina utofauti. Mwezi uliopita na mwezi ujao kuna nukta tu zitaongezeka, kuna nukta zitapungua. Inaongezeka kwa sababu mafuta si ya kwetu. Mafuta ni biashara ya dunia. Yaani huko tunakochukua wao ndo wanaamua, watakwambia kwa sababu ya vita imetulia, sio kwa sababu ya mambo haya, sio kwa sababu ya kitu hiki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo wakati wa upangaji wa nauli, miongoni mwa mambo ambayo huwa yanazingatiwa, ndio maana mijadala ile huwa ni mijadala ambayo inaangalia kwa hali zote, kwamba ikitokea mafuta yamepanda, ikitokea yameshuka, kwa hiyo zinafanywa hesabu za makadirio ya muda, kwamba ikitokea kwa miaka 2-3 thamani ya shilingi 200 inaweza isiwe pale pale. Ikitokea 200 itakuwa haiwezi kununua sabuni. Nini kinafanyika? Kwa hiyo bei inavyokuja inakuwa haijaja kwa sababu tumeshuka, tufanye mchakato tupunguze. Kwa sababu kwa sababu mchakato wa upangaji nauli mtei na mchungu hauzingatii tu mafuta yanayojazwa. Kuna vipuri, kuna mishahara, kwa hiyo ni mlolongo mrefu. Ukisema kila mwezi wewe unajali, maana yake utasema sasa inabidi tujali vipuri, biashara vipuri imekwaje, tuongeze nauli kidogo, au tupunguze vipuri vimepungua bei, tupunguze kwa sababu mafuta yamepungua bei, tupunguze kwa sababu hii. Kwa hiyo bei zile ambazo zinawekwa kwamba umbali kutoka Mwenge mpaka Tegeta tumekadiria itakuwa nauli shilingi ngapi kutoka Makumbusho mpaka Tegeta? 800, 900, Mwenge Tegeta 1600 nazidi 700, 800. Tukana muda mrefu lakini ni 700, 800. Basi kwenye hiyo hapo nauli wakifanya hiyo calculation yake kwamba sisi itakuwa ni 700 au ni shilingi 800, wamefanya makadirio ya gharama za uendeshaji wa biashara katika mazingira yote, kwamba hakuna muujiza mafuta yatapaa kutoka 3 afu ghafla itokee biashara imetikisika lita hiyo 5000, ni muujiza utakuwa. Kwa hiyo wanavyofanya upangaji wa bei elekezi
za nauli, kwamba nauli zitakuwa hapa mpaka hapa, shilingi fulani hapa mpaka, wanakuwa wameangalia hivyo. Ndio maana wananchi sasa waga wana matarajio, wakisikia EWURA wametangaza Jumatano ya kwanza ya mwezi mafuta yamepungua, yalikuwa 3,037 sasa hizi ni 3,022, wasikie nauli imepungua shilingi 25, ni ngumu. Yes, kuna hoja hapo kipindi kisa unazungumza, nimeipenda sana. Umezungumza kimkakati. Umeifungamanisha rasilimali muhimu ya mafuta na uchumi wa kidunia. Kabisa. Sasa hapo unazungumza masuala mazima sasa ya geopolitics. Yeah. Kwa namna gani sasa hii rasilimali muhimu katika mataifa inaweza ikatumika kuhakikisha kwamba inaweza sasa kuleta athari chanya au hasi katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano nilikuwa natazama nchi kwa mfano Saudia, ambayo katika umoja wa OPEC, umoja wa kuzalisha mafuta ghafi duniani, imekuwa ni kinara ukiacha Urusi na Venezuela na Zambia na nchi kama mfano Nigeria. Ni kwamba kama wao uzalishaji wao ukiongezeka na kama wao uzalishaji wao kwa mfano ukipungua, unakuwa unaweza kuleta athari vile vile za inflation, kwa maana kwamba kupanda kwa gharama za bidhaa duniani. Kwa sasa kuna hiyo hoja ya msingi sana, namna gani sasa haya mafuta yalivyokuwa yanaleta athari, yanaleta changamoto mbalimbali katika uchumi wa mataifa. Na kimsingi ni kwamba mataifa ambayo yanahodhi hii rasilimali muhimu, kwa mfano Marekani na kitu unaita petrodollar. Yes. Yaani kwa kwamba umeifungamanisha sarafu yao ya dola na uchumi wa mafuta. Kwa hiyo leo hii unapoenda kwenye soko la kidunia, sawa, Tanzania au Kenya inataka kununua mafuta kwenye soko la kidunia, unahitaji kuwa na hiyo sarafu ya dola. Mwisho wa siku sasa, kama ili uweze kuyapata mengi, lazima uwe na dola nyingi. Kwa sasa namna ambavyo uchumi wa kimataifa ulivyofungamanishwa, namna ambavyo uchumi wa kidunia jinsi ulivyo, na namna ambavyo mataifa makubwa yanavyoitumia hii rasilimali kuhakikisha kwamba wanaweza kudhibiti maeneo fulani ya kimkakati na ya kiuchumi na kuendeleza vitu vya kiuchumi, mwisho wa siku sasa hizi nchi ambazo zinazoendelea kama za kwetu zinakuwa zinaita athari mbalimbali. Ndio maana hiyo bei elekezi imekuwa ikibadilika kutoka kila mwezi, kwa sababu hatua yote ambayo zitachukuliwa na mataifa makubwa kwa mfano ya OPEC inakuja kuleta athari na kuathiri uchumi wa mtu mmoja na mataifa. Na ukinini hapo Mtei kwenye hoja amezungumza vizuri sana mchungu hapa. Ni mwingine aliwahi kusema kwamba sasa kama ndio hivyo, kwa nini kila mwezi ndio tunatangaza bei? Yaani kwa nini tusiwe tunasubiri angalau miezi mitatu ndio tunatangaza? Hoja, yani kila mtu ana hoja yake na ana sababu kwa nini alihoji kuona utaratibu. Kwa nini wengine hawafahamu kwamba hata utaratibu kwamba mafuta haya pia huwa yanaagizwa kwa mwezi, kwa tenda, kwamba mwezi June kama hapa sasa hivi na tenda zake huwa ni miezi mitatu mbele, kwamba sasa hivi tuko mwezi Aprili, lakini tenda tayari zilishatangazwa wenye kuagiza mafuta ya mwezi June, mwezi gani? Aprili, Mei, June. Kwa hiyo sasa hizi Julai kule mbele tayari mafuta yashaagizwa. Na mafuta yanaagizwa kwa order za kimwezi. Kwamba kwa mwezi huu Exxon Mtei ameshinda tenda, atatuletea petroli kiasi hiki, uhitaji wa nchi ni hii, ataleta kiasi hiki, huyu ataleta kiasi hiki. Kwa hiyo na yeye atatazama bei ambayo ameichukulia huko dunia, yes. Akiwaletea EWURA mtapanga na serikali kwamba kutokana na uchumi wetu sasa ndo serikali inapoingilia. Wakati mwingine tunaona kama wafanyi kazi lakini ndo hapo sasa wanaona ni kweli aliyeagiza mafuta ameagiza kwa gharama hii, sisi tumeichukua. Tukisema tuipeleke kavu kwa wananchi, pengine maumivu yanakuwa makali. Kwa maana wakati mwingine ndo ruzuku hii tutaingiza hapa, hii tutampunguzia hapa. Lakini hoja nyingine ya msingi tulikuwa tunazungumza kuhusu Tanzania pia kuweka kujitanua kwenye uwezo wa kuhifadhi mafuta yetu kwa muda mrefu. Kuwa na uwezo wa kutulia kwamba sisi jamani, uwezo wetu tunaweza kuwa na stock ya muda mrefu, ili ikitokea mitikisiko kama hii angalau tu tuna uwezo wa kustahimili, ili uchumi wetu usiyumbishwe. Sababu kama hauna ustahimilivu, hauna stock ya kutosha, maana yake shughuli za kiuchumi zitasimama. Pakiumba tu kule kwa sababu wamepigana, nake sisi athari zinakuja moja kwa moja, pap zinatushukia. Lakini in case tunakuwa tuna uwezo wa kuwa na stock
kubwa kidogo kuliko natambua tuna stock, nafahamu, najua mpaka yanapohifadhiwa hapa nchini mafuta tunayo, tuna sehemu tunahifadhi na ni miongoni mwa miradi ambayo serikali pia inaweka nguvu kuongeza uwezo wa nchi kuwa na uwezo wa kuhifadhi mafuta. Kwa hiyo ikiweka hiyo kwenye implementation kwa ukubwa wake inatusaidia kama miezi 3 mbele wao wamepigana, maana yake sisi tutakuwa tuna uwezo wa miezi 3 mingine. Sasa hivi watu wanapigana miaka 3. Ndio hivyo inatokea, it's happen. Kwa hiyo madhara yale ili asitukute top bin vu ni nchi kuwa na uwezo wa kuwa na stock kubwa ya mafuta. Sawa? Ndio hivyo. Asante. Saa 2:38. Asante kwa kuendelea kukaa hapa pamoja na sisi. Tumeongea mambo magumu kidogo leo. Wachambuzi wao wamechachamaa hapa studio. Tumezungumza uchumi na wewe pia tulikuwa tunakupa nafasi uweze kuzungumza na sisi. Asante kwa Ezekia Romanus. Huyu anasema anatoka Mafinga, anasema anafuatilia vizuri kwenye hili la mafuta. Sisi madereva bodaboda tumekuwa tunaathirika zaidi. Haya, yeye kachukulia hiyo na kwa kweli kwa sababu wao pia biashara yao ni mafuta lazima. Nimekuona pia Jusa Ramadhani anasema anatokea Mtwara. Kwenye hili swala la uchumi hali yetu imekuwa si sawa ukizingatia kila siku tunaambiwa kuhusu kuongezeka kwa deni la taifa. Haya, ukafungamanisha deni la taifa na hayo mambo mengine. Asante. Tukirudi bado tuna mambo mengi, itakuwa ni muda wa kwenda kucheck dondoo za michezo saa 2:40. Tuombe radhi, ilikuwa tuungane na Samson Charles kwenye kibiashara lakini mambo hayajakaa vizuri. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. Baada ya kulipa bill, kifuatacho. We got the DJs. The king is in the mix.